Karibu tena kwenye siku yetu ya pili ya semina yetu ya tone la damu. Wangapi walikuwepo siku ya jana na wangapi leo ni siku ya kwanza? Hata wewe karibu. Ninakusisitizia au ninakuomba ukalifuatilie somo liko YouTube. Ninaamini utapata kitu. Jana tuliangalia sana kuhusu chakula, si ndio Leo tunaingia kwenye kipengele kingine kinaitwa damu ya agano. Damu ya agano. Na nadhani nitakaa leo na kesho kabla siku ya mwisho kuhitimisha. Ushindi wa muamini yoyote ambaye anaitwa Mkristo, ushindi wake upo kwenye damu ya huyo Yesu. Nimetumia neno muamini. Sio kila anayemwamini Kristo yupo kwenye dini ya Kristo. Sio kila anayemwamini Kristo yupo kwenye hii dini tunaitwa Kristo. Ndio maana nimesema anayemwamini Kristo. Kwa sababu wanaoitwa wa Kristo walikuja baadaye sana. Lakini kabla ya dini ya Wakristo kulikuwa kuna dini zingine ambazo zilikuwepo zipo. Na watu walikuwa wanamwamini Kristo kwenye hizo dini zao. Kwa hiyo ninaposema Kristo sizungumzii dini. Ninazungumzia watu ambao wameamua kwa dhamira zao kumfuata Kristo. Kwa hiyo sizungumzii dini. Dini ni utaratibu wa wanadamu. Nazungumzia imani, kumwamini Kristo. Kuna watu ambao wanamwamini Kristo na hawasali kwenye kanisa lolote, ila wanamfuata Kristo na wanamwamini Kristo. Kuna watu wanamwamini Kristo, hawasali Jumapili, wanasali siku zingine, lakini wanamwamini Kristo. Kwa hiyo sizungumzii dini, nazungumzia wafuasi wa Kristo. Nguvu ya mtu yote anayejiita Mkristo au anayemwamini Kristo ipo katika damu ya huyo Kristo. Na damu kwenye ulimwengu wa roho, damu iwe ya mnyama, iwe ya mwanadamu, iwe ya kiumbe yoyote, kwenye ulimwengu wa roho ni kiungo kikubwa sana ambacho kinabeba taarifa. Damu ni kiungo muhimu sana kwenye ulimwengu wa roho ambacho kinabeba taarifa za watu, za vitu na kadhalika. Na kwenye ulimwengu wa roho, hiyo damu ina umuhimu kwa sababu damu ni uhai. Damu yoyote inaishi, na kwenye damu ndipo taarifa za watu zilipobebewa. Unaweza ukafa lakini damu bado inaishi. Na ipo hata tukiangalia kitabu cha Mwanzo, hata alipokufa Abel, mwili wake umekufa lakini damu yake ilikuwa bado inafanya, inapiga kelele. Kwa hiyo tunapoizungumzia damu yoyote, hata damu yako wewe, damu ya wanyama yote ina uhai ndani yake.
Na kwa sababu hiyo hata Mungu aliwakataza wana wa Israeli wasile damu ya mnyama yoyote. Tunakumbuka Kwa sababu ndani ya damu kuna uhai wa kiumbe. Na kwa sababu ya sifa hiyo katika ulimwengu wa roho, ulimwengu wa nuru ama ulimwengu wa giza unatumia damu kwenye shughuli zake za kiroho. Na ndio maana ukienda kwa waganga ama wachawi, sadaka ya juu wanayoitaka ni nini? Ni damu. Wanaweza wakataka damu za ng'ombe, damu za punda, zote ni damu. Na mwishowe utakaga damu za wanadamu. Kwa sababu wanajua thamani ya damu kwenye ulimwengu wa roho ina maana gani. Inabeba, damu inabeba, ni kibebeo cha maneno. Kibebeo cha maneno kwenye ulimwengu wa roho. Ili maneno yawe na nguvu, wanahitaji kuyasindikiza na damu. Zamani ilikuwa mtu akitenda dhambi, ili ile dhambi iweze kufutwa, ni lazima mnyama auawe. Na kinachotafutwa sio nyama, kinachotafutwa ile damu ya yule mnyama, ndiyo inayoenda kufuta ama kuondoa ile dhambi ya yule mtu. Watu wengine, niko nasikiza ushuhuda mmoja ni jana juzi. Yule mtu akawa anasema, ni leo wakati niko sehemu namsikiza yule mama. Alipoenda kwa huyo mganga akakuta kuna viungu vimejaa damu, akamuuliza yule mganga, hivi nini? Anasema roho evil spirit, roho mbaya zinapokuwa zinakuja, chakula chake kikubwa ni damu. Yaani maroho chakula chao kikubwa. Yule mganga akamwambia ni damu. Wanapopata damu ni kama chakula kwao. Hizo ni upande mwingine. Kwa hiyo tunaposema agano la damu au damu ya agano, maana yake kuna damu na kuna agano. Na kwenye agano kuna vipengele ambavyo vipo. Na damu inatumika kusimamia makubaliano ambayo mtaingia katika hilo agano. Naomba unisikilize kwa makini sana unielewe. Mwanzo nimesema ushindi wetu upo kwenye damu. Kama wa Kristo, damu ya Yesu Kristo, si ndio? Nao wakamshinda kwa damu ya nini? Ya mwana kondoo. Ukisoma nadhani Ufunuo ngapi? 12:11 Yes. Nao wakamshinda kwa damu. Kuna neno la ushuhuda na kwa damu ya nani? Ya mwana kondoo. Tunataka tuangalie damu ya mwana kondoo. Kwa hiyo ushindi wetu upo kwenye hilo damu. Kwa nini Yohana anaandika maono haya, anasema ushindi wetu upo kwenye hiyo damu? Maana yake hii damu sio damu ya kawaida. Kuna kitu katika hii damu inayozungumziwa ya huyu Yesu ambayo inatupa sisi ushindi juu ya nguvu za giza. Na kama ni damu ya agano, nilisema damu inasimama kama msimamizi wa maneno ambayo yapo katika hilo agano. Sasa kwenye agano lolote kuna vipengele vingi ambavyo vipo. Leo tutaangalia vitu vichache sana ambavyo vitatupa mwanga. Kwa nini damu inatumika kwenye maombi yetu? Tunatumia damu ya Yesu. Kwa nini damu inatumika tunapotaja vitu? Kwa nini damu inatumika tunapotaka kupita sehemu? Kwa nini tunanyunyizia damu? Kwa nini tunanyunyizia damu? Bwana Yesu asifiwe. Fungu na Mathayo 26:28. Stori ile ya jana.
walipokuwa wamekula, Yuda ameshaondoka. Nadhani jana tulielewa vizuri alipoondoka Yuda, Yesu ndipo akaanza kutoa maneno, si ndio? Kwenye kile chakula. Sasa nataka mstari wa 26, mstari wa 28 tuangalie, Mathayo 26:28. Tukifika wote tuseme ndio tumefika. Tumefika? Bado hatujafika wote. Naamini tumefika, si ndio? Nitakusomea. Biblia inasema hivi: kwa maana baada ya kula mkate Yesu akasema, huu ni mwili wangu. Yesu akainua kikombe chenye nini? Chenye divai, sawa? Alivyoinua kuna maneno akaanza kuyasema. Hayo maneno ndio ya muhimu sana, nataka uyasikilize. Akasema, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano. Pigia mstari, damu yangu ya agano. Akasema, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Anasema amechukua kikombe. Ninaomba maji. Naomba maji. Kama utapata. Amechukua tuseme ni maji. Hayajatumika kabisa mwanangu. Nitatumia pia basi. Amechukua nini? Tunashumu walikuwa wanakunywa maji, lakini Biblia imesema walikuwa wanakula mzabibu. Ashumu ndio juisi ya mzabibu. Okay, ashumu basi ni wine. Unajua kuna watu wamesoma theology mpaka theology imekuwa ndo wao. Waanza hapa kanikota nasema pasa umewadanganya. Yesu alikuwa anakunywa nini? Wine. Okay, basi ni wine. Umefurahi? Hatuangalii nini ambacho kilikuwepo. Tunaangalia maneno kwenye kile ambacho Yesu alikuwa amekishika, si ndio? Kwa tuashumu ni ile wine. Angalia maneno anasema. Anasema kwa maana kwa maana mzabibu huu nilioushika sasa hivi sio mzabibu. Hii ni damu yangu ya agano. Katika vitu ambavyo unatakiwa kuwa makini navyo, maneno yanayotolewa na mtu mwenye ufahamu wa kiroho usio na yadharau. Sika naeleweka? Maneno yanayotolewa na mtu wa kiroho, aidha ni mchawi, ni mganga, ni mwanga, ni mchungaji, ni katikis, hivyo padri, father, yeyote ambaye yupo kwenye ofisi ya kiroho, maneno yake usiyachukulie kikawaida. Halo? Yesu anasema hivi, fanyeni hivi ukumbusho kila mnywapo. Manake yeyote atakayekuwa na kushirikisha, anabadilisha anachokushirikisha, anaigeuza kuwa damu ya Yesu. Anabadilisha anachokupa kama mkate, au mkate unakuwa ni mwili wa nani? Wa Yesu. Kwa nafasi yake ulimwengu wa roho unamtambua anachokisema. Sika nimeeleweka? Yesu kwa nafasi yake anasema, hii ni damu yangu ya agano. Vitu viwili. Damu ya kwake, lakini hiyo damu imepelekwa kwenye agano. Yesu hasemi damu ya mtu mwingine. Yesu anaisema damu yake yeye. Nao wakamshinda kwa damu ya nani? Kwa hiyo damu anayozungumzia kwenye ulimwengu wa roho wanaijua thamani yake. Damu inayozungumziwa kwenye ulimwengu wa roho ni Mungu mwenyewe, sio damu ya mwanadamu. Na nilisema price kubwa, gharama kubwa kwenye ulimwengu wa roho ni damu, haijalishi ni ya nani. Na ndio maana wewe ukitaka kufanikiwa kwa mtoe mamako kafara, chukua damu ya mamako, mwambie mchawi, niko tayari kumtoa mamangu nani?
kafara, utapewa unavyovitaka, kwa sababu price ya mwanadamu, damu ya mwanadamu ina thamani sana kwenye ulimwengu wa roho. Sasa Yesu hazungumzii mwanadamu wa kawaida, anamzungumzia Mungu. Anasema hii damu ambayo nimeibeba mimi ya Mungu mwenyewe ni kwa ajili ya agano. Kwa hiyo Yesu anaipeleka damu kusimama kama agano. Maana yake kuna agano la kale lilikuwa na damu za wanyama, lilikuwa na damu za mbuzi. Analifuta, anasema damu hizo hazikuweza kumwokoa mwanadamu, ila kuna damu ninaileta, kwa sababu tunaingia makubaliano mimi na ninyi wanadamu na mimi Yesu, lazima damu isimame. Kwa hiyo popote ambapo kuna agano lazima damu isimame, kwa sababu nilisema damu haifi. Damu ni kibebeo kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Inaishi. Damu zetu zote zinaishi miaka na miaka. Kwa hiyo anaposema damu ya agano, anaendelea tena, anasema imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Pigia neno ondoleo na neno dhambi. Kwa hiyo kuna vitu vitatu leo tutaviangalia. Kuna damu ya agano, kuna kuondolewa dhambi, kuondoka alafu na dhambi. Maana yake kama ni damu yangu ya agano ndiyo inayopelekea wewe kuondolewa dhambi, maana yake kuna damu zilizokuwepo ambazo zilikuwepo kwenye maagano, lakini zilikuwa zinashindwa kuondoa nini? Dhambi. Kwa sababu kungekuwa na damu inayoweza kuondoa dhambi, damu ya Yesu singehitajika. Halo? Maana yake tunaanza kuona kwamba dhambi ni kitu ambacho hakiondolewi na sadaka za fedha. Halo? Dhambi haiondolewi na jina la Yesu. Dhambi haiondolewi kwa sababu unafagia kanisa. Dhambi haiondolewi kwa sababu unakesha. Dhambi inafutwa kwa damu ya Yesu. Na ndio maana sehemu nyingine anasema mmenunuliwa. Mmenunuliwa sio kwa vitu viharibikavyo, si kwa fedha, si kwa dhahabu, sio kwa chochote, ila kwa damu ya nani? Ya Yesu Kristo. Maana yake anaonyesha kwamba kungekuwa na kitu cha thamani kinachoweza kumsababisha mwanadamu aokolewe kwenye dhambi, iko kitu kingekuwa cha umuhimu kuliko damu ya Yesu. Halo? Kwa hiyo damu ina kazi ya kuondoa nini? Dhambi. Damu ina kazi ya kuondoa. Kwenye kuondoa, kufuta nini? Dhambi. Ndio kazi kubwa. Kwa nini dhambi? Ndio swala la kujiuliza. Kwa nini Yesu anataja dhambi? Kwa nini Yesu asitaje kitu kingine? Kwa nini Yesu asiseme umaskini? Damu yangu hii ndio damu ya agano langu iliyomwagika kwa ajili ya ondoleo na nini? La umaskini. Umaskini unaweza kuondoa kwa kufuta ujinga. Umaskini unaweza kuondoa rafiki yako akikupiga tu tafu, uongo. Umaskini unaweza kuondoa kupewa tu connection. Damu ya Yesu haifanyi hivyo. Kwa nini tunavyoviona vitu vya thamani Yesu hakuvitaja vya thamani? Manake vingine vyote vinawezekanika hata bila damu ya Yesu. Na ndio maana mimi nawaambiaga injili ya kuwaambiaga watu njoo kwa Yesu upate utajiri, njoo kwa Yesu. Kuna watu wanavyo hivyo vitu, watakwambia sisi hatuhitaji, basi kama Yesu wenu ni kwa ajili ya kupata utajiri. Mimi nina utajiri. Kuna kitu tunahubiriaga ya watu tunakimisi. Watu tukiwahubiria kitu cha kwanza tuambie kwamba kuna kitu ambacho fedha zako haziwezi kuondoa.
kuna kitu ambacho fedha zako haziwezi kununua, na ni uhai wa mwanadamu ambao unapatikana kwa damu ya Yesu pekee, kwa njia ya imani. Kwa nini dhambi? Biblia inasema hivi, wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo dhambi inatusababishiaga utukufu wa Mungu uondoke kwenye maisha yetu. Utukufu wa Mungu ufanye nini? Uondoke kwenye maisha yetu. Mungu anakaa katika utukufu wake. Tunaposema utukufu wa Mungu umeondoka, maana yake Mungu ameondoka kwetu. Dhambi ni kitu pekee kinachoweza kumkimbiza Mungu. Sehemu nyingine anasema hivi, dhambi zetu zimetuweka mbali na nani? Na Mungu. Kwa hiyo point ya pili, mbali na utukufu tunapungukiwa na utukufu wa Mungu, lakini dhambi zinatuweka mbali na Mungu. Zinaondoa mahusiano yetu na Mungu. Nitavitaja vitu vichache leo. Kwa nini Yesu anapigana na dhambi? Inaondoa utukufu, inatuweka mbali na Mungu. Tukisema inatuweka mbali na Mungu, sio kwamba Mungu hatuoni na anatusikii. Mungu anatuona kwa mbali, anatusikia kwa mbali, lakini dhambi ni kama imetuwekea ukuta. Inamzuia Mungu asiweze kuwa karibu na sisi, na inatuweka sisi kuwa mbali na Mungu. Kwa sababu hiyo, kuna vitu ambavyo tunatakiwa kupata kwa Mungu hatuvipati kwa Mungu. Kuna sauti tunatakiwa kuisikia kwa Mungu hatuisikii kwa Mungu. Kuna vitu tunatakiwa kuona hatuoni kwa Mungu. Baada ya Adamu kuwa kitu cha kwanza ambacho Mungu alikifanya kwa Adamu, Mungu alimtoa Adamu kwenye nini? Kwenye bustani ya Eden. Uasi, dhambi, vikamsababisha Adamu atolewe, awekwe mbali na Mungu. Dhambi. Lakini utukufu aliokuwa nao katika Edeni ukapotea ndani ya Adamu. Kitu kikubwa cha tatu kingine, Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo dhambi hutupelekea kuingia kwenye mauti. Nimesema vichache, inawezekana viko vingi, lakini kwetu sisi naomba tukae kwenye hivi vitatu. Tumesema cha kwanza, utukufu wa Mungu unaondoka, si ndio? Ya pili, kuweka mbali na Mungu. Ya tatu, mshahara wa dhambi ni mauti. Mauti hukaribisha, dhambi hukaribishaga mauti. Sasa naomba vya pili, cha kwanza na cha pili tusikae, tukae cha tatu. Bwana Yesu asifiwe. Ambacho ndio cha muhimu sana. Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti, si ndio? Kwa hiyo dhambi hutupelekea kuanguka kwenye nini? Kwenye mauti. Damu ya Yesu imekuja kuondoa dhambi. Unifuate kwa makini. Mathayo 26:28 anasema hivi, na hii ndio damu yangu ya agano. Kwa hiyo kuna damu. Sawa? Hapa kuna damu. Itasimama? Simama wewe. Nini zito? Gravitational force. Wana science tupo. Tuweke kwa hapa. Bado haisimami. Lakini ashumu, hapa kuna damu ya Yesu, si ndio? Hapa kuna kifutio, si ndio? Na hapa kuna nini? Dhambi, si ndio? Kwa hiyo damu ya Yesu inaondoa dhambi. Lakini kuna kitu kimejificha ambacho baadaye tunakuja kukiona. Nasema mshahara
wa hii dhambi ni mauti. Kwa hiyo Yesu anaposema damu kazi yake ni kuondoa, hamaanishi dhambi tu. Anailenga nini? Mauti iliyojificha ndani ya nini? Ya dhambi. Kwa hiyo chanzo kikubwa cha mauti ni dhambi. Kwa hiyo Yesu hadili na matokeo. Yesu anadili na chanzo cha matokeo. Chanzo cha mauti ni nini? Ni dhambi. Huyu mtu nikimuokoa kwenye dhambi, maana yake nimemwokoa kwenye mauti. Kwa hiyo ninatakiwa niangalie kinachosababisha wanadamu wapate mauti ni nini? Ni dhambi. Kwa hiyo Yesu hadili na matokeo. Yesu anadili na chanzo cha matokeo. Na chanzo cha matokeo ya mauti ni nini? Ni dhambi. Tumeanza kuelewana eh? Mwambie mwenzako we go deeper now. Hakikisha ameongea kwa Kiingereza. Mwambie we go deeper now. Bwana Yesu asifiwe. Point ya pili. Kama Yesu anadili na chanzo kwenye matokeo, maana yake dhambi inasimama kama mlango wa kumfungulia mauti kuweza kuingia. Kama Biblia inatuambia mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Bali karama ni uzima wa milele. Kwa hiyo karama ni mlango, dhambi ni mlango. Karama za Mungu zinakufungulia kupata uzima, wakati dhambi inamfungulia mauti. Kwa hiyo tukubaliane wote kwamba dhambi yoyote ni mlango wa adui kuanza kuleta mauti kwenye maisha yetu. Sasa taja dhambi zote. Taja dhambi zote. Unajua dhambi tukitaja vichwani vinakuja dhambi mbili tu, lakini kuna dhambi nyingi sana. Taja dhambi zote. Kila aina ya dhambi ni mlango wa mauti kuweza kuingia kwenye maisha yako. Wizi ni mlango wa mauti fulani kuingia kwenye maisha yako. Kila aina ya dhambi inakupelekea mauti kuingia kwenye maisha yako. Kwa hiyo damu ya Yesu inakuja kudili na huyu mtu anaitwa dhambi. Huu mlango unaitwa nini? Unaitwa dhambi. Ngoja nikuonyeshe sehemu ambapo dhambi ni mlango. Mungu akamwambia hivi Kaini, ndugu yako Abili yuko wapi? Sema mimi sijui, kwani mimi ni nani? Mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Akamwambia Kaini, be careful. Dhambi inakutafuta. Na iko wapi? Mlangoni. Kwa hiyo the position ya dhambi na sehemu ambapo dhambi inakaga kwenye mlango wote. Kwa tunaposema dhambi ni mlango, Mungu anajua katika ulimwengu wa roho hatuzungumzii milango hii yenye pembe 4 au yenye pembe 0. Kuna milango kwenye ulimwengu wa roho ambayo inakaa, na ukisha fungua huo mlango kuna aina ya maisha unaanza kutengenezewa kuishi. Kaini, mlango aliofungua ulikuwa ni hasira, wivu. Kwa nini sadaka ya ndugu yangu imefanya nini? Imepokelewa, ya kwangu? Kitendo cha hasira kupanda na wivu kupanda, mlango ukafanya nini? Ukafunguka. Mungu anamwambia hivi, make sure unajitahidi kufunga huo mlango, kwa sababu usipoufunga huo mlango kuna shida inaenda kutokea kwenye maisha yako. Mauti itatangazwa kwenye maisha yako, laana itatangazwa kwenye maisha yako. Kuna aina ya maisha Kaini hautaweza kuishi, kwa sababu kuna mlango umefanya nini? Umeufungua. Unaweza kujiuliza, sasa anaposema mlango, ujue labda wengine picha ambayo yupo labda Kaini alikuwepo nyumbani kwake. Biblia inasema hivi, alikuwepo uwandani
alikuwa sehemu ya mbali. Lakini kwenye ulimwengu wa mwili Kaini hayuko nyumbani wala hakuna mlango. Lakini Mungu anauona nini? Mlango. So milango tunayozungumzia kiroho sio milango hii. Kuna milango tunayoiona kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu anapokuambia be careful na mlango unaofungua, usiende nyumbani kwako kaufunga mlango. Kuna mlango tunaoona ambao utakuletea shida. Kuna kiwango cha hasira tukikiangalia tunamwambia be careful na hasira. Sababu shetani anataka kudestroy ndoa yako. Hii hasira ambayo unayo, mume wako hawezi kukaa na mtu kama wewe. Kuna kiwango cha wivu unakuwa nacho mpaka unatamani mtu afe ili asikuzidi mafanikio. Mungu anakuambia be careful. Huo mlango unaofungua, usipoweza kufunga, huo wivu utapanda. Ndugu yako akiwa anapata mabaya, huko anamwambia pole, lakini kama bora naye alizidi. Kumbe bila kujua umefungua nini? Mlango. Na mauti inaanza kuingia taratibu. Unashangaa kuna vitu kwako havisogei. Unajiuliza kwa nini havisogei? Kutokusogea sio Mungu. Mungu akamwambia Kaini be careful. Kuna dhambi iko mlangoni inakuotea, ya kupasa kuishinda. Itakiwa Kaini amwambie Mungu, naishindaje? Na Mungu anamwambia kupitia sadaka zako. Kalete nawe uchinje. Kuna vitu vitakaa sawa. So unaweza ukawa unafungua mlango. Unapoambiwa mlango wa kiroho ni mlango wowote unaompa nafasi shetani. Andika hiyo. Ni kitu chochote kinachompa shetani nafasi kwenye maisha yako. Huo ni mlango. Ukiona movie unaangalia sana kuliko kuomba, huo ni nini? Ukiona usingizi ni bora sana kuliko kuamka hata kumwambia Mungu asante kwa dakika 5, huo ni nini? Mlango. Ukiona kuna kitu huwezi kuacha, imekuwa kwako ni addiction, huo ni nini? Kitu chochote kisichokuwa na kiasi kinaleta uharibifu. Kwako ni nini? Kuna watu mpo so much addicted na fashion. Yaani mama akipata 800, 750 yote imeishia kwenye nguo na viatu. Hawezi kujizuia. Be careful na huo mlango. Be careful. Chochote ambacho hakina kiasi kinafungua mlango kwa adui ukutesa maisha yako. Hata maombi unatakiwa kuwa na kiasi. Wewe sio Mungu. Unaomba masaa 24, siku 365. Mume wako anapata wapi muda sasa nawe? Tenga, kama ni masaa 2, hakikisha ni masaa 2. Muda fulani nitaongea na Mungu. Kuna muda wa kufanya kazi. Kuna muda wa kusocialize na watu. Kuna muda wa kukaa na familia yako. Kwa sababu unawezekana unadhani unafanya kitu kizuri cha kimungu, lakini kupitia hiko kitu unazidi kuharibu ndoa yako bila wewe kujua. Kuwa na nini? Kiasi. Kiasi kinaweza kikakusaidia sana usimfungulie shetani nini? Mlango. Are we together? Tunasogea. Kwa hiyo ushindi wa mwanadamu yoyote katika ulimwengu wa roho upo kwenye namna anavyoweza kuishinda dhambi. Ushindi wa mwanadamu yote kwenye ulimwengu wa roho upo kwenye namna ambayo anaweza kuishinda nini? Dhambi. Ndio maana Yesu anasema hivi, tazama nasimama wapi? Mlangoni nabisha hodi. Mtu akisikia akafanya nini? Akafungua. Anasemaje? Mimi, Baba, Roho Mtakatifu tutaingia na kufanya nini? Na kufanya makao ndani yake. The same door. Tulisema karama za Mungu zinakupa nini? Uzima wa milele. Means pia kuna mlango unaotakiwa kufungua.
Yesu aweze kuingia kwenye maisha yako. Na huu mlango nitakuonyesha mfano wake. Anasema tazama nasimama nabisha. Anabisha kwenye nini? Kwenye mlango. Binzi, kwenye ulimwengu wa roho wewe tukikuangalia una milango. Kuna milango upande wa giza, ukifungua adui anaingia. Kuna milango upande wa nuru, ukifungua Roho Mtakatifu anafanya nini? Anaingia. Na ndio maana anasema Mkristo yoyote ni yeye kuamua kuwa kiwango gani cha kiroho anachokitaka. The moment unaanza kuifungua milango ya kiroho, unaanza kuwa unasoma, unafunga neno, unafunga, unaanza kuwa unasali, unaanza kuwa unapenda vitu vya kimungu, unaanza kusikiliza vitu vya kimungu, kuna vitu vinaondoka, kuna milango ya kiroho inaanza kufunguka. Kuna ndoto za kimungu ulikuwa huwezi kuota, utaanza kuota ndoto za kimungu. Lakini ukiishia kusikiliza story fulani na kuangalia pornography, kuna milango utaanza kuifungua. So mwenye mamlaka ya kusema ninafungua ama sifungui ni wewe. Ndio maana Mungu anamwambia hivi Kaini, ya kupasa kushinda. Mtoe Kaini, weka mwanadamu, na mwanadamu ya kupasa kushinda. Mwanadamu ndo mwenye mamlaka ya kuamua nafungua mlango upande gani na ninafunga mlango upande gani. Wewe unaweza. Sasa tuangalie damu kama ufunguo. Asikwenda umekufundisha raha. Nitakuwa sihubiri, naacha kuhubiri. Hivi narudi kwenye kufundisha. Funguo kutoka 12. Tuanze mstari wa 20 ngapi? Kutoka 12. Jana tuliangalia nadhani 22. Yes. Tuanze mstari 21 Kutoka. Tunaangalia damu kama funguo kwenye ulimwengu wa roho. Tunaposema funguo, maana yake uwezo wa kufungua huo mlango, si ndio? Na uwezo wa kufunga huo. Kazi ya funguo ni mbili tu, kufungua na kufanya nini? Labda uniambie kazi ya tatu, kama mnajua niambieni. Mimi nachokijua, nikiondoka nyumbani ninafungaga mlango. Kwa nini? Kwa funguo. Mtu mwingine hawezi kuingia. Na nikirudi sasa hivi ninafungua. Ninaenda palipofungwa, ninafanya nini? Nafungua. Kwa hiyo damu ya Yesu, tunaposema funguo, weka katika njia mbili. Damu ya Yesu ina uwezo wa kufungua na damu ya Yesu ina uwezo wa kufanya nini? Kufunga. Tunapoangalia damu ya Yesu kama funguo, ina uwezo wa kufunga na uwezo wa kufanya nini? Wa kufungua. Tumefika Kutoka 12. Tuanzie mstari wa 21. Nitasoma. Biblia inasema hivi, hapo ndipo Musa akawaita wazee wa Israeli na kuambia, nendeni mkajitwalie wanakondoo kama jamaa zenu zilivyo, mkamchinje Pasaka. I wish ningekuwa na mlango niutolee mfano. Okay. Hebu tugeuke tuangalie ule mlango. Tunaona mlango aliposimama mama mchungaji. Ukishapata huo mlango, rudi huku kwangu sasa. Sawa? Tumeuona Alafu angalia mstari 22 anasema hivi. Mstari 21 anambia, hapo ndipo Musa akawaita wazee wa Israeli na kuambia, nendeni mkajitwalie wanakondoo kama jamaa zenu zilivyo, mkamchinjie Pasaka. Kama familia zenu zilivyo. Kwa hiyo kila familia inatakiwa iwe na mwanambuzi au mwanakondoo. Sawa? Asiyekuwa na hila, mume wa mwaka mmoja au miaka mitatu, asiyekuwa na nini? Na hila. Kila mtu. Kwa hiyo mimi Pastor Godfrey na familia yangu ya watoto wangu natakiwa niwe na mwanakondoo mmoja kwenye nyumba yangu. Baba yangu na yeye kwenye nyumba yake anatakiwa awe na mwana kondoo. Babu yetu na yeye awe na mwana kondoo. Sio katika koo, katika familia. Kila details zifuatilie, zina maana.
Akaendelea tena anasema hivi, nanyi twaeni tawi la hisopo mkalichovye katika ile damu iliyo bakulini na kukipiga kizingiti cha juu na miimo miwili ya mlango. Kwa hiyo damu iliyo katika bakuli, tena mtu yoyote miongoni mwenu asitoke mlangoni mwa nyumba yake hata asubuhi. Anasema chukueni damu, chinjeni huyu kondoo, alafu chukua bakuli. Damu ya huyo kondoo hakikisha imemwagika kwenye nini? Kwenye bakuli. Hiyo damu mimi Mungu nina kazi nayo. Nyama kuleni ninyi, tulijifunza jana, si ndio? Wakaambiwa waichome, tukajifunza ule moto ni nini, si ndio? Na kwa nini kile chakula. Leo tupo kwenye hiyo damu. Akasema hii damu iwekweni kwenye bakuli. Mkishapata damu kwenye bakuli, kuna maelekezo ya hii damu ninataka niatoe. Kila mtu aende kwenye nyumba ambayo yupo, na ili jambo lifanyike usiku wakati maadui zenu wamelala. Kuna vitu vya kiroho vinafanyikaga usiku wakati ukiwa umefanya. Na ndio maana nazi hazivunjwagi mchana. Watu hawaogagi wakiwa uchi barabarani mchana. Kuna vitu ni sheria katika ulimwengu wa roho havitakiwi kufanyika jua likiwa linawaka. Vinatakiwa vifanyike kukiwa na nini? Na giza. Analichukua ile bakuli Pastor Godfrey. Kuna maelekezo ya ile bakuli. Anasema hivi, chukua nini, tawi au nini la hisopo? Likama litawi hivi. Ama tunaweza tukasema blush. Chukua blush, chovya kwenye ile damu, hakikisha blush limeloa. Alafu Mungu anatoa maelekezo, anasema unatakiwa hiyo damu uipake sehemu 3 ya mlango wa nyumba yako. Paka kwenye kizingiti cha juu cha nyumba. Paka kwenye nguzo moja ya nyumba. Paka kwenye nguzo ya pili ya nini? Ya nyumba. Alafu Mungu haendelei tena, anasema baada ya hapo rudini ndani. Mtu asikatize kuvuka hiyo damu kwenye mlango. Kuna kitu na dili nacho, kwa sababu umeachilia hii damu. Mpaka asubuhi ndipo unaruhusiwa kuvuka. Kama asubuhi haijafika, usivuke kwenye hiyo damu. Kwa sababu anaendelea, anasema mstari wa 22, anasema hivi 23, kwa kuwa Bwana atapita ili awapige wa Misri. Kwa sababu ya hiyo damu inavuta vitu vya kiroho. Hiyo damu inayopakwa katika hayo malango, kuna kitu cha kiroho inasababisha vije, kwa sababu imeona damu. Cha kwanza inawapiga wa Misri. Lakini kwa sababu ya hiyo damu nyinyi mnaokolewa na hiyo damu, hamtapigwa. Swali la kujiuliza, kwa nini Mungu atoe maelekezo kwenye mlango, asitoe maelekezo kwenye dirisha? Why God is asking to put this blood kwenye mlango na sio kwenye nini? Kwenye dirisha. Mungu anajua watu huingiaga kwenye nyumba kupitia mlango, na watu hutokaga kwenye nyumba kupitia mlango. Baraka zozote zinapitiaga kwenye milango na zinatolewaga kwenye nini? Kwenye milango. Madirisha hayajakuwa designed kwa watu kupita, ila yamekuwa designed kwa hewa na vitu vingine kupita. Lakini baraka ni kwenye milango, mtu anapita kwenye milango, maisha ni kwenye mlango, dhambi ni kwenye mlango, uhai ni kwenye mlango.
Kwa hiyo mlango una maana kubwa sana. Mungu anatumia milango ya kawaida, lakini Mungu kuna kitu anakifanya kwenye ulimwengu wa roho. Na ndio maana ufunuo Dadibela aliopata wa mlango, kuna siku nilikaa nikajifikiria sema huyu jamaa kuna revelation alisikia. Anafanya kitu cha kibinadamu lakini kwenye ulimwengu wa roho sio cha kibinadamu. Sikiza, ukisoma sehemu nyingine kwenye Kutoka anasema hivi, mimi Mungu ndiye niliyewatoa katika nyumba ya utumwa mlipokuwa Misri. Kwa hiyo Mungu anapoiangalia nchi ya Misri anaiona ni nyumba ya nini? Ya utumwa. Na kama ni nyumba ya utumwa, maana yake kuna mlango uliotumika nyinyi mkaingia kwenye utumwa. Na the same mlango uliotumika natakiwa ni dili na huo mlango muweze kutoka. Kwa hiyo nisipodili na mlango, hamwezi kutoka kwenye hiyo nyumba ya utumwa. Sio mlango wa kimwili, kuna mlango wa kiroho ambao umetengenezwa, mlipoingia hamkuweza tena kutoka. Kwa hiyo Mungu anaposema wapake kwenye mlango, kuna kitu Mungu anadili nacho rohoni, lakini watoto wanatakiwa kukifanya mwilini. Kwa nini kwenye mlango? Ukiangalia amepaka juu, amepaka kushoto, amepaka kulia. The same ndio ishara ya msalaba ambao Yesu alitumia. Kwa hiyo wakati wao wanapaka, Mungu haoni kupaka, anaona msalaba. Wakati wanamuona mwanambuzi, hamuoni mwanambuzi, anaona Yesu ametundikwa kwenye msalaba. Alafu anaona Yesu agano lake linafanyika kukomboa huo mlango, ili watoto wake walikuwa katika nyumba ya Misri waweze kutoka. Kwa hiyo kuna ishara ya msalaba na kuna damu inayomwagika ambayo tutakuja kuiona kwenye agano la kale, agano jipya. Kwa hiyo chochote kilichokuwa kinafanyika katika agano la kale ilikuwa ni picha ambayo Mungu anataka kuja kuileta kwa mwana wake, lakini anaifunua kwa njia nyingine kujipitia milango. Anasema yeyote hawezi kuja kwa Baba ila kwa njia yangu. Sisi tunajua. Anasema kupitia msalaba, upande huu ni wanadamu, upande ule ni Mungu. Hakuna mwanadamu anaweza kufika kwa Baba ila kupita katika njia, katika mlango ambao ni msalaba. Ili uweze kufika kwa Baba ni lazima upite katika huu msalaba, ndipo uweze kufika kwa Baba. The same kwenye ule mlango anawaambia hivi, hamwezi kufika Kanaani, kwenye nchi ambayo Mungu amewaekea, bila kupita katika huu mlango. Umepata revelation yake? Kwa hiyo Yesu, Mungu anawaambia mnapopaka kuna maelekezo ya kiroho. Kuna kitu mnakitengeneza. Kuna damu ya kondoo mnayoona kondoo, lakini baadaye haitakuwa kondoo, itakuwa ni mwanangu kwa picha ya kondoo. Alafu anasema hivi, na dili kwanza. Kwa nini anapaka kwenye miimo? Kichwani, kwa nini? Kwenye Zaburi anaandika, malango inueni vichwa vyenu, ili nini? Mfalme wa utukufu apate nini? Apate kuingia. Okay. Kwa hiyo malango yasipokukubali hauwezi ukapita, hata kama ufalme uko kiasi gani kwako. Ili mfalme aweze kupita, ni lazima vichwa vya hayo malango. Tunaposema malango inueni, maana yake kuna wasimamizi kwenye malango. Yaani Salma, nyumbani kwenu kuna wasimamizi kwenye malango ya familia baba yako. Wale wasipoweza kuondoka, huwezi kuchomoka kwenye hiyo familia. Maana yake Mungu anawaambia katika huu mlango mnaoona rohoni kuna wafalme wamesimama kwenye malango ya Misri. Tusipodili nao kiroho hamwezi kuchomoka. Kuna wafalme wamekaa
Kazi yao ni kumanipulate watu wasiweze kutoka kwenye situation. Swala kujiuliza, waliweza kuingia, wanaijua njia, kwa nini wasirudi? Kumbe mlango usipokombolewa utaenda utarudi pale pale. Malango ya kazi yako yasipokombolewa, kazi ile itakupa hasara, hautaona na faida. Lakini kuna wengine wakikombolewa, kazi ile itawapa faida. Malango ya biashara yasipokombolewa, biashara ile wewe utafunga, utaona haina faida. Lakini kuna mwingine malango ya biashara yamekombolewa, biashara hiyo kwake yeye inampa faida mara 100. Ni rahisi ukasema sihitaji kuingia tena kwenye ndoa kwa sababu nimepata mateso. Lakini kuna mwingine anakuambia siwezi kuishi bila ndoa. Hawa watu wawili, kuna mmoja malango yake yamekombolewa, lakini kuna mwingine malango yake hayajakombolewa. Kwa nini mmoja amekombolewa hajakombolewa? Ni kwa sababu mmoja aliyasemesha alisemesha wafalme walioketi katika huo mlango. Kwa hiyo tuna kazi ya kusemesha malango mpaka walioshikilia malango wayaachie. Wakiachia malango, ni rahisi sisi tukapita. Hakuna anayeweza kuturudisha nyuma. Lakini malango yasiposemeshwa, malango yasipoachia, huo mlango kuna watu wanaoshikilia. Na ndio maana wana wa Israeli waliweza kutoka, mtu anaenda Kanaani anafanya biashara, lakini bado anakumbuka kurudi wapi? Kurudi Misri. Ni kwa sababu swala la mlango wa kiroho alijakombolewa kwenye maisha yako. Mungu anasema hivi, nataka ni dili na waliosimama katika malango. Sasa swala kujiuliza, nguvu gani ilikuwa inashikilia Misri wasiweze kutoka? Ukiangalia kwenye picha, ukigugo, angalia picha ya Farao. Ukiangalia picha ya Farao, utaona kuna kofia, alafu utaona kuna nyoka kwenye ile kofia ya Farao. Unajua maana yake nini? Maana yake popote alipo kuna spirit ambayo inazunguka kuweza kusababisha Farao awe na nguvu. Kwa hiyo usipodili na nyoka ambaye anailinda Misri, huwezi kuondoka. Na nyoka ana kazi mbili. Ya kwanza ni manipulation, manipulation ni nini kwa Kiswahili? Sio kukuchanganya, ni kama kukulagai. Yes. Anakulagai. Sikiza, wakati shetani anataka kuwalagai kina Adam na Eva, mnyama mwelevu mwenye akili aliyetumika ni nyoka. Nyoka alicheza na akili ya nani? Ya Eva. Eva kaweza kwenda kumdanganya Adam. Ni kwa sababu kuna spirit iliachiliwa ya kumanipulate. Eti tukila tutakuwa kama Mungu. Eti tukifanya hivi. Eti. And the same spirit ndio ilomtafuta Yesu wakati anataka kuanza huduma. Ndio maana nasema spirit of manipulation ni mbaya kuliko spirit nyingine yoyote. Kwa sababu inacheza kwenye neno lako, inacheza kwenye kile unachokiamini, inacheza kwenye kile ambacho unacho. The same voice unayosikia ya Mungu, usipokuwa makini, kuna the same voice ya shetani inaweza ikakusemesha. The spirit of manipulation. Ase nimeoteshwa mama Weja, au nimesikia. It's okay. Lakini spirit gani? Usipokuwa makini, roho ya nyoka inaweza kukuletea sauti ukadhani ni Mungu anaongea. Kumbe sio Mungu anaongea. It's a spirit of snake. Na wengi wanasikia nao kia na hao tukikugongaga kichwa hivi, pa! Nyoka ndani anasema. It's a very dangerous spirit. Ukitaka kujua hawa jamaa wanaondolewa, kuna muda wakipata shida wanamwambia Musa, kwani tulikosa nini Misri sisi? Tumeacha nyama, tumeacha masufuria. Bora ungetuacha wapi? Misri. Imagine watu waliomuomba Mungu miaka 400 awatoe, leo wanatolewa, bado wanaondoka, wanasema Musa turudishe Misri. Tumemisi sufuria za nyama, tumemisi pilau. Lakini nyinyi ndio mlosema Farao anawa spirit of manipulation. Kwa hiyo Mungu alikuwa anajibu kabisa, nisipodili na aina hii ya nguvu ya giza, hawa watoto hawatoki. Kitu cha pili,
roho ya nyoka uletaga mauti. Anasema nimewapa mamlaka ya kukanyaga nge na nini? Na nyoka. Nge haui. Nge analetaga maumivu. Wangapi shangato na nge? Tunajua maumivu ya nge. Nge anauma. Yaani nge akikuuma anauma. Hautakufa lakini cha moto nini? Utakiona. Ila nyoka analetaga mauti. Ukigongwa na nyoka usipokimbia haraka ile sumu ikitoke, kuna muda unakufa. Kwa hiyo kitu cha pili, nyoka uletaga nini? Mauti. Kwa hiyo Mungu anaposema pakeni kwenye miimo, Mungu alikuwa anajua katika mlango wa kuingia Misri na kutoka, nisipodili na hawa nyoka wa Misri, hawa watu waondoki. Kwa hiyo cha kwanza alichokifanya anasema paka damu yangu. Na ndio maana kwenye Ufunuo anasema tukamshinda kwa damu. The only place ambapo tunaweza tukashinda nguvu za giza. Na ndio maana anasema ukiwa kwenye maombi, kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kuomba, itia damu ya Yesu kwenye kila unachokifanya. Na achilia damu ya Yesu kwenye makazi yetu. Na achilia damu ya Yesu kwenye ofisi yangu. Na achilia damu ya Yesu kwenye kiti ninachokikaa. Kwa sababu damu ya Yesu ndio kitu pekee tunachoweza tukashinda nguvu za giza kupitia damu ya Yesu. Damu ya Yesu ndio damu pekee ambayo inaweza ikashinda damu zingine ambazo zimetolewa kama sadaka. Damu ya Yesu ndio damu pekee ambayo inaweza ikafuta maneno ambayo yametamkwa kuhusiana na maisha yako. Wakati Mungu anasema damu ya mwanakondoo itolewe, ni kwa sababu kuna maneno yalikuwa yametamkwa na yeye mwenyewe kusema mtakuwa watumwa kwa miaka 400. Hayo maneno Mungu hawezi kuyafuta ila kupitia damu pekee. Kupitia damu ya wanyama anaonyesha kwamba yana nguvu ya kufuta. Lakini damu ya Yesu ni agano la milele linalotufutia sisi wanadamu dhambi zetu. Kwa hiyo tunapoachilia damu ya Yesu, popote ambapo utaiona, jua kwamba kuna aina ya milango ambayo haitaki kufunguka, itia damu ya Yesu. Biblia inasema walipopaka damu na walipofika asubuhi, walipotoka, hakuna Farao, hakuna mwanajeshi wa Misri aliyeweza kuwazuia tena. Kwa nini hawakuweza kuwazuia tena? Ni kwa sababu mlango wa nchi uko wazi wao kuweza kutoka. Unapokuwa una damu ya Yesu, kuna aina ya milango ambayo ulijaribu kupita haikuweza kufunguka. Leo itia damu ya Yesu juu ya huo mlango. Kuna milango ambayo ilikuwa kwako ni shida, haitaki kufunga. Leo una ufunguo wa damu ya Yesu. Itia damu ya Yesu kufungua huo mlango. Hivi unaweza kujua kwamba una uwezo wa kufunga mlango wa magonjwa leo hii tukiomba, kwa sababu una ufunguo wa damu ya Yesu kwenye familia yako. Ukasema kuanzia leo hakutakuwa na aina ya ugonjwa huu ambao umekuwepo kwenye familia yetu kwa sababu nina ufahamu wa damu ya Yesu, na kwa sababu damu ya Yesu ni ufunguo, ninafunga huo mlango kwa damu ya Yesu. Malango yanasikia ya ulimwengu wa giza. Roho ambayo ni ya magonjwa inaanza kushindana na ile damu. Kama damu ya wanyama inashindana na roho ya kina Farao, sio damu ya Yesu ni zaidi kushindana na roho ambazo zipo kwenye familia zetu. Anasema tazama na simama wapi? Mlangoni nabisha. Anaposema nimesimama, maana yake nina damu imesimama. Wewe fungua. Hiyo dhambi inayokuhangaisha, nina damu itakayofanya nini? Itakayoondoa, itakayofuta. Ikifuta huo mlango utakuwa wazi. Kuna nguvu za Mungu, karama za Mungu zitaanza kuingia ndani yako. Ulikuwa uwezi kunena kwa lugha, utaanza kunena kwa lugha. Ulikuwa uwezi kufunga, utaanza kufunga. Ulikuwa uwezi kuomba, utaanza kuomba. Ulikuwa uwezi kusoma neno la Mungu, utaanza kusoma neno la Mungu. Nini kimekaribisha mlango mwingine kufunguliwa? Damu. Mathayo 27:50.
50 na Mathayo 27 51. Some Mathayo 27. Angalia vitu ambavyo ilifanya damu ya Yesu. Mathayo 27:51. Tuanze. Biblia inasema hivi. Tumefika wote. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka, vipande viwili kutoka juu hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka. Damu ya Yesu ilipomwagika, kuna kitu cha kibinadamu kilitokea kwa sababu ya damu ya Yesu. Biblia inasema hivi, pazia lililokuwa limefungwa pasiruhusu watu kuingia patakatifu pa hekalu, automatically damu ilipomwagika na mauti katokea, lile pazia lilipasuka katikati. Manake kuna njia ambayo ilikuwa hairuhusiwi kwa watu kupita. Kuna access ambayo tulikuwa tunazuiliwa tusimfikie Mungu kwa sababu ya dhambi zetu. Kuna access alitakiwa kuingia, lazima amejitakasa sana kwa damu za wanyama. Kuna access ambayo ilikuwa sio rahisi kuifikia, sio mwanadamu wa kawaida kuingia. Ukitaka kujua, kasome baba yake Yohana alipoenda kuomba akafungwa mnyororo. Unaingia kule unafungwa mnyororo. Wakikufunga mnyororo, kwa sababu unaweza kaingia usirudi, kwa hiyo wanakuwa wanakuvuta hivi. Ukifanya hivyo asema bado yuko anaishi. Wakikuvuta unavutika, maana yake umeondolewa wewe. Ilikuwa haingii mtu wa kawaida. Lakini Biblia inasema baada ya damu kumwagika, pazia likapasuka, maana yake ufunguo ukapatikana. Ufunguo ukafungua. Alafu mlango wa hekalu ukawa uko wazi. Yeyote anaweza akaona akafanya maamuzi kuingia bila adhabu yoyote. Ndio maana leo hii mwenye dhambi anaweza akaja hapa akasema nimeamua kufanya shauri, akaingia patakatifu. Ndio maana leo hii kuna milango ambayo haiwezekaniki kufunguka. Kama pazia lilikuwa haliwezekaniki, sehemu takatifu haiwezekaniki, lakini kwa damu yake ikapasuka. Minzi leo hii tunapoenda kuitia damu ya Yesu, unaweza ukasemesha mapazia ambayo hayajawahi kufunguka kwenye maisha yako. Unaweza kusemesha milango ambayo haijawahi kufunguka kwenye maisha yako. Kuna milango naisikiaga tu kwa wenzako inafunguka, kwako haijawahi kufunguka. Leo tuna ufunguo unaitwa damu ya Yesu. Sikiza nikwambie, kuna watu wanaotamani kuwaokoke, huo mlango wa neema hujawahi kufanya nini? Kufunguka leo kwao. Leo wataje majina yao, waseme fulani natamani aokoke. Leo ataokoka kwa damu ya Yesu Kristo. Nafungua huo mlango, neema ya Mungu ikamfikie kabla ya huu mwaka kuisha, kabla ya huu mwezi kuisha, kabla ya hii wiki kuisha. Neema ya wokovu ikamguse, aje aweze kumpokea Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Wewe ndo mwenye funguo, kupaka ama kutokupaka. Biblia inasema ardhi ikatetemeka. Vitu vitatu. Inasema nchi ikatetemeka. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka. Inasema nchi ikatetemeka, manake kuna utisho uliingia katika ardhi. Kuna utisho ardhi ilipokea. Kuna utisho ardhi ilishika. Kuna nguvu baada ya damu kumwagika, ardhi ilishindwa kuvumilia. Yeyote ambaye anajua damu ya Yesu anapoiachilia sehemu yote, sikiza, hii ardhi imepewa kupokea vitu vingi. Ardhi inapokea simenti, ardhi inapokea kokoto, ardhi inapokea maelekezo ya injinia na nyumba inasimama, si ndio? Ardhi inasikia, ndio maana una uwezo wa kujenga ikasimama. Ardhi inasikia, unaotesha miti inakuwa, unaotesha mazao yanafanya nini? Yanakuwa. Unaotesha chakula kinakupa chakula. Ardhi. Unasema naanza kupanda, unasema naanza kulima, si ndio? Unaposema naanza kulima means unaisemesha nini? Ardhi.
Na unapanda eka moja, unasema nimevuna eka moja, mwakani napanda eka 10. Unaposema mwakani unapanda eka 10, wewe unadhani unapiga stori na mwenzako, lakini unaisemesha ardhi. Ardhi, mwakani na kupanda eka 10 na unitolee nini? Chakula. Means hii ardhi ina vitu imehifadhi kwa ajili yetu. Ina vitu tukianza kuisemesha tukaiachilia damu ya Yesu, hii ardhi inaanza kutoa hivyo vitu kuja juu. Unajua kwamba utajiri wako, maisha yako yapo kwenye ardhi. Unajua chochote unachokifanya kinatoka kwenye ardhi. Hakuna utakachokifanya ambacho hakipo kwenye ardhi. Hela ipo kwenye ardhi. Hela ni miti, inatengenezwa kwenye ardhi. Wewe mwenyewe umetokea kwenye ardhi. Chochote unachokifanya kinatokea kwenye ardhi. Biblia inasema nchi ikatetemeka. Means inapotetemeka kitu, kuna vitu nati zinaanza kuachia. Mlango ukiutingisha, bawaba zinaanza kufanya nini? Kuachia. Tunapotingisha kitu manake tunakilegeza. Manake hii ardhi imeshalegezwa kwenye ulimwengu wa roho. Hii ardhi kuna damu imemwagika, inasubiria neno la mtoto wa Mungu lenye mamlaka ianze kutoa vitu vinavyotakiwa kutoa. Kuna miamba imeshatikiswa, inahitaji kuanza kudondosha vitu. Kuna kokoto zinatakiwa kudondoshwa. Kuna dhahabu zinatakiwa kudondoshwa. Kuna utajiri unatakiwa kudondoshwa. Kwa sababu damu ya Yesu ilipomwagika, Biblia inasema ardhi, nchi ikatetemeka. Sio nchi ya Israeli, dunia nzima ikatetemeka. Means kuna utisho wa damu ya Yesu umeachiliwa juu ya ardhi. Ni wewe kuanza kuitumia. Apply the same, you will see the difference. Unasema kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaachilia damu ya Yesu. Chochote ambacho ardhi kimeficha kikafunuke. Chochote ambacho mmekishikilia kwa muda mrefu kikaachie. Ninajua unaweza ukayandikia ardhi leo maneno na ardhi kahifadhi hayo maneno. Mungu anamwambia Yekonia, ananiambia ardhi sikia, andika maneno ya mtu huyu kwamba hatakuwa na uzao tena. Ardhi inaandika. Na wewe kuna maneno ambayo yameandikwa. Inawezekana ndio mlango wa kwako usiweze kutembea. Popote unapoenda wamesema, popote atakapofanya biashara asipate biashara, isimletee faida, imletee hasara. Maneno yamekaa kwenye ardhi. Leo hii na wewe una damu ya Yesu, useme ninaiachilia damu ya Yesu. Malango ya biashara yakafunguke. Malango ya biashara Dodoma yakafunguke. Nikienda Dar es Salaam yatafunguka. Nikienda Kigoma yatafunguka. Nikienda Mwanza yatafunguka. The same ardhi iliyohifadhi maneno yako mabaya, leo hii kwa damu ya Yesu tunafuta. Tunapaka kwenye ardhi. Unachukua tu isopo lako, unafanya nini? Unapaka. Leo tukiomba unaomba kama cheese. Unasema nachukua damu kwenye bakuli na mwaga kwenye ardhi. Kila neno ambalo limeleta mauti kwenye maisha yangu ninaliondoa. Kila neno ambalo limeleta uchungu ninaliondoa. Kila neno ambalo limefungua mlango mbaya ninaliondoa. Unaposemesha ardhi kwa damu ya Yesu, kuna vitu inatetemeka. Inawezekana usione sasa hivi kitetemeka, lakini kwenye ulimwengu wa roho kuna vitu vinatokea kwa sababu umeomba kwa ufahamu na neno lako lina mamlaka. Biblia inasema makaburi yakafunuka. Mstari unafuata 52. Makaburi yakafanya nini? Yakafunuka. Ndipo naposema sini? Makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Kumbe kuna vitu vimelala. Anaposema makaburi, manake makaburi yana milango. Juu ya ile milango kuna mauti imezuia vitu. Kuna watu wana vitu vizuri wamelala navyo. Hii ardhi kuna vitu imehifadhi. Inawezekana karama yako, talent yako, kuna sehemu imefukiwa. Njia pekee, mfunguo wa kuweza kusababisha vifunguke ni damu ya Yesu. Unasema kuanzia leo, kila kaburi iliyohifadhi ndoto yangu, iliyohifadhi nguvu zangu, iliyohifadhi karama yangu, kwa damu ya Yesu Kristo kaburi funguka. Anasema ikainuka miili ya watakatifu waliolala. Alafu hao watu wakaingia mjini. Kuna vitu havitaki kukaa kwenye ardhi. Kuna vitu havitaki kukaa kwenye makaburi ya familia yaliyotushikilia. Kuna vitu leo tunaenda kudai kwa damu ya Yesu. Kuna vitu vyetu vinatakiwa vije Dodoma. Kuna vitu vyetu vinatakiwa vije juu.
Kuna vitu vyetu mauti imeshikilia, mauti imeweka mguu. Tamka hivyo vitu leo kwa damu ya Yesu. Vitamkie kwa damu ya Yesu. Unapotamka kwa damu ya Yesu, makaburi yanafunguka, milango inakuwa wazi. Kuna vilivyolala, vilivyokufa, unaanza kuvipa nini? Uzima. Unaanza kutabiria hiyo mifupa mikavu. Unaanza kutabiria vitu vilivyonyauka, vitu ambavyo vimeoza, unavitabiria kwa damu ya Yesu. Unasema kwa damu ya Yesu utakuwa mzima. Ninarudisha uzima ndani yako kwa damu ya thamani, kwa damu ya agano jipya, kwa damu ambayo inaondoa mauti. Ninatoa mauti kwenye huu mwili, ninatoa mauti kwenye hii biashara, natoa mauti kwenye hii ndoa, natoa mauti kwa watoto wangu, natoa mauti kwenye hii addiction. Unapotamka kwa damu ya Yesu, kuna vitu vinafufuka kwako kwa upya. Sema kwa damu ya Yesu. Simama ulipo. Kwa damu ya Yesu, kila kilichoshikilia, kila kilicholala katika ardhi, katika makaburi, chochote ambacho kimesababishwa na dhambi, chochote ambacho kimekufa, chochote ambacho kimezuiwa, kila karama, kila jambo jema ambalo limezuiliwa chini ya kaburi, chini ya ardhi, kwenye miamba, popote, nguvu za giza zimeweka kikao, zimeweka walinzi kwenye hiyo milango. Mlinzi wa upande wa kulia, mlinzi wa upande wa kushoto, mlinzi wa juu, kuzuia huo mlango usiweze kufunguka, huo mlango wangu usiweze kufunguka. Chochote cha kimungu ambacho ni cha kwangu mimi na familia yangu, mimi na mume wangu, mimi na mke wangu, mimi na watoto wangu, chochote, baraka yoyote inayonihusu mimi kwa njia ya Roho Mtakatifu ambayo imezuiliwa katika ulimwengu wa roho, kwa sababu sikujua wala sikuwa na ufunuo wa kwamba damu ya Yesu ina uwezo kama funguo kufungua kila kilichofungwa katika ulimwengu wa roho. Kwa damu ya Yesu, usiku wa leo nasemesha hayo makaburi, nasemesha hayo makaburi, nasemesha hiyo ardhi, nasemesha hiyo miamba iliyozuia vitu vya kimungu kwenye maisha yangu visiweze kutokea. Sema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ardhi sikia, ardhi sikia, ardhi pokea, ardhi pokea, ardhi pokea. Pokea neno langu, pokea neno langu. Achia, achia kila ulichoshikilia, kila cha kwangu ambacho mmekifungia hapo chini. Wewe uliye juu, wewe mlinzi, wewe mlinzi, mlinzi wa kiroho unayeshindana na neno la Mungu kwenye maisha yangu lisiweze kutokea. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, damu ya agano jipya, damu ya agano jipya inayonena mema juu ya maisha yangu. Hiyo damu ya agano jipya leo hii ninapaka kwenye miimo ya malango yangu, ya malango yangu, ya malango yangu, ya malango yangu. Malango sikia, malango pokea. Hii damu ya Yesu, hii damu ya Yesu ninaiachilia kwenye mlango wa ndoa wa mimi na watoto wangu. Hii damu ninaiachilia kwenye mlango wa uchumi wangu, wa mimi na familia yangu. Hii damu ninaachilia kwenye mlango wa afya ya mimi na familia yangu. Hii damu naachilia kwenye malango ya utayari wangu. Popote miguu yangu ilipozuiliwa isiwe na utayari, naachilia damu ya Yesu, naachilia damu ya Yesu. Inaniambia tutamshinda kwa damu
damu ya mwana kondoo. Naachilia hiyo damu usiku wa leo. Ninatengeneza mambo yangu kwa upya. Ninatengeneza mlango wangu kwa upya. Ninatengeneza ardhi yangu kwa upya. Ardhi sikia, ardhi sikia. Andika mambo haya, andika mambo haya, kwamba mtu huyu hatakuwa tasa, kwamba mtu huyu hatakuwa maskini, kwamba mtu huyu hatakuwa taila, kwamba mtu huyu hatofirisika, kwamba mtu huyu hatoachika, kwamba mtu huyu atakuwa na uzao, kwamba mtu huyu ataketishwa na wakuu. Ardhi, andika mambo haya, kwamba mtu huyo atakuwa na afya njema, kwamba mtu huyo hatakwama kwa watoto wake, kwamba mtu huyo hatolia, kwamba mtu huyo hatokufa maskini, kwamba mtu huyo hatakuwa mvivu, kwamba mtu huyo atakuwa mtumishi wa Mungu. Ardhi sikia, naandika haya maneno. Sema, nafuta kwa damu ya Yesu kila neno lililoachiliwa kwenye malango ya maisha yangu yaliyosemwa juu ya ardhi. Kila neno waliloliandika baya, leo hii nalifuta. Nimeshika isopo na bakuli la damu, ninafuta, ninafuta kila neno walilolisema nitakuwa tasa. Nafuta kwa damu ya Yesu. Kila neno la aibu waliloliweka kwamba nitafishia kuwa mtu wa kawaida, nafuta kwa damu ya Yesu. Kwamba nitakuwa mlango wao wa vitu vya adui kupitia mimi, nafuta kwa damu ya Yesu. Kila kilio walichokiandika, nafuta kwa damu ya Yesu. Kila aibu inayonifuatilia mimi na watoto wangu, nafuta kwa damu ya Yesu. Kila chochote walichokiweka kwa njia ya ndoto, chochote walichokipitisha kwa njia ya maneno, sema nafuta kwa damu ya Yesu. Kila roho za madeni, za ufilisi walizoziachilia kwenye ardhi ya nyumbani kwetu, sema nafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Itia hiyo damu, itia hiyo damu. Omba, itia hiyo damu. Peleka futa, peleka futa. Peleka futa, peleka futa. Peleka futa, peleka futa. Futa kwa damu ya Yesu. Tunashinda kwa damu ya Yesu. Umejua leo kuna mlango upo, na njia pekee tunaondoa huo mlango kwa damu ya Yesu. Kama ni dhambi, tunashinda dhambi kwa damu ya Yesu. Kama ni mateso, tunashinda mateso kwa damu ya Yesu. Futa, futa, futa. Peleka hilo tone, achilia hilo tone la damu, linaenda linafuta. Lelelelelelele. Kuna mapipa ya damu yako mahali hapa, kuna mabakuli ya damu yako mahali hapa. Usiku wa leo, hiyo damu haiendi pengine, ni kwa ajili ya watoto wa Mungu, kama ambavyo ilikuwa kwa Israeli. Huu mlango unaambiwa paka damu, paka damu, paka damu, paka damu, paka kwenye hiyo mimo, paka kwenye hiyo kizingiti, achilia damu. Kama mlango wako ni biashara, achilia damu kwenye mlango wa biashara. Paka kila sehemu, paka kila sehemu. Tunawashinda kwa damu ya Yesu Kristo. Leo anaachia hayo malango kwa damu ya Yesu Kristo. Kuna watu mna biashara kubwa hapa, lakini wafanyakazi wenu wamesimamisha miungu yao kwenye mlango wako wa baraka ambao Mungu amekupa. Hao wafanyakazi wamesimamisha miungu yao. Kuna watu wametumia uchawi ili wewe uwapende. Kuna watu wameweka chuma ulete, chochote unachozalisha huyo mfanyakazi anachukua, kwa sababu juu ya hiyo biashara kuna Mungu wake amesimama. Achilia damu ya Yesu ipambane naye. Kama Farao hakuweza kuwazuia kwa sababu ya damu ya mwanakondoo, wewe una damu ya Yesu Kristo. Wewe una damu ya Yesu Kristo.
juu ya hiyo biashara. Lesoprasa, naona mtu anaomba kwa hasira, naona mtu anaachilia kwa hasira, naona mtu anapaka damu kwa hasira, naona mtu anaachilia hiyo damu kwa hasira. Anajua malango ya baba yake, anajua malango ya kwao. Kwao wanaoa wake wengi, kwao wanazaa nje sana. Achilia damu kwenye hayo malango. Kama wewe ulinaswa, achilia juu ya watoto wako. Musa akawaambia kila mzazi apake damu kwenye mlango, paka malango ya watoto wako. Mistake ambazo wewe umepitia, watoto wako wasipitie. Waokoe kwa hiyo damu ya Yesu, waokoe kwa hiyo damu ya Yesu. Achilia hiyo damu ya Yesu. Semesha malango ya watoto wako, semesha malango ya watoto wako. Mistake zako zisiwe mistake zao. Yawezekana wewe ulikamatwa, lakini una nafasi kuombea wao. Achilia hiyo damu iende nao, achilia hiyo damu iende nao. Wasiingie mitego ambayo wewe umenaswa, wasiingie sehemu ambapo wewe umenaswa. Achilia damu ya Yesu. Komboa kizazi chako, komboa watoto wako. Lese. Omba kwa hasira. Unajua umeshikilia damu. Usione mikono yako. Ona una bakuli la kushoto kulia. Ona una tawi la isopo kushoto. Chovya paka, chovya paka, chovya paka, chovya paka. Paka uzao watoto wako. Shika tumbo lako ulipake damu ya Yesu. Sema tumbo hili halitazaa mateja. Tumbo hili halitazaa machangudoa. Tumbo hili halitazaa matasa. Tumbo hili litazaa watumishi wa Mungu. Oh rabababa. We are in a serious business. We are in a serious business. Achilia. Tuna dakika 3 kabla tujamaliza. Peleka. Semesha ardhi. Semesha ardhi. Ardhi ni mlango. Ardhi ni mlango. Nenda andika haya mambo. Gusa hiyo ardhi, semesha. Gusa hiyo ardhi, semesha. Kuna watu maneno yamejaa kwenye ardhi. Ardhi inatembea na wewe. Kisikia Yekonia alitoka Yuda, alipoenda Babeli, bado Babeli neno lilimfuata kwamba asiwe na uzao, asiwe na ukoo. Na wewe neno lawezekana lilitamkwa Katavi, lawezekana neno lilitamkwa Kigoma, lakini uko Dodoma. Kwa sababu ardhi ni ile, neno linatembea na wewe. Semesha hiyo ardhi. Sema nafuta kila neno juu ya ardhi. Nafuta kila neno baya lililoandikwa. Nafuta neno ambalo liliandikwa Msoma lakini linanifuatilia. Maneno juu ya ardhi nafuta kwa damu ya Yesu. Ardhi ni mlango. Ardhi nasikia. Futa hayo maneno. Futa hayo maneno juu ya hiyo ardhi. Futa. Lese. Futa kama unafuta kawaida, lakini kwenye ulimwengu wa roho kinatokea. Futa. Ukiwaza kuigusa hiyo ardhi, iguse. Ukiwaza kuigusa hiyo ardhi, gusa. Sema nafuta kwa damu ya Yesu. Nafuta kwa damu ya Yesu. Nafuta kwa damu ya Yesu. Kila maneno yaliyoandikwa, kila maneno yaliyosemwa juu ya maisha yangu, juu ya maisha yangu. Ardhi imeshika hayo maneno. Ardhi imeandika hayo maneno. Leo nafuta kwa damu ya Yesu. Leo nafuta kwa damu ya Yesu. Ardhi sikia. Kila mkuu wa hii ardhi, kila mkuu ambaye ni nyoka, ambaye ni nge, unaachilia maumivu na mwingine unaachilia mauti. Maneno yaliyoandikwa nafuta kwa damu ya Yesu. Nafuta kwa damu ya Yesu. Kila neno baya ambalo liliachiliwa juu ya nyumba yangu, juu ya watoto wangu, juu ya uzao wangu, juu ya biashara yangu, juu ya kila afya, leo hii nafuta. Watoto kuumwa, futa hayo maneno ya magonjwa. Watoto kukosa ndoa, futa hayo maneno. Watoto kuwa wavivu, futa hayo maneno. Watoto kuwa walevi, futa hayo maneno. Futa maneno juu ya mume wako. Una hiyo nafasi. Semesha kila tabia mbaya juu ya mke wako ama mume wako ambayo ni kutokana na kwao, kwenye ardhi ya kwao wameisemesha. Sema mume wangu atakuwa na cheo, mume wangu atapata faida. Anza kuingolesha, iongeleshe ardhi. Semesha mambo mazuri. Anza kuandika juu ya ardhi. Nini unatamani kukiona katika
mwaka huo? Nini unatamani kukiona? Ardhi nasikia, ardhi nasikia. Semesha ardhi, semesha ardhi. Andika mambo haya kwamba mimi nitakuwa mkoo, mimi nitakuwa mkoo, mimi nitatambulika, mimi nitaonekanika, mimi nitafika mbali, sitokufa, nitaishi. Magonjwa yataniondoa mpaka wakati wa Mungu umefika. Sitojinyonga, wala mume wangu hatojinyonga, wala mke wangu hatojinyonga. Hakuna mimba kuharibika, hakuna mimba kutoka. Kata. Andika, andika, andika. Mume wangu hatafungwa, mume wangu hatopelekwa gerezani, mume wangu hatokimbia familia. Andika, andika. Kuna maneno yanakaa, kuna maneno yanakaa. Una dakika moja, una dakika moja. Semesha unavyotaka vitoke, semesha unavyotaka vitoke. Vinaumbika sasa, vinaumbika sasa. Wewe unavitengeneza, wewe unaviumba, vinatokea. Tuna damu ya Yesu, tuna damu ya Yesu. Kalamu yako ni damu ya Yesu, wino wako ni damu ya Yesu. Damu ya Yesu inafungua huo mlango, damu ya Yesu inafungua huo mlango. Milango inafunguka, malango yanafunguka. Kuna vitu vinaumbika, kuna vitu vinaumbika. Ndoa zinaumbika hapa, ndoa zenye amani, ndoa zenye upendo zinaumbika hapa. Ninaona biashara zinafufuka, biashara zinafufuka upya. No, biashara, uchumi unafufuka upya. Afya, watoto wanapata uzima, watoto wanasimama tena. Makaburi yanaachia kwa sababu unaua ufunguo. Vitu vinapanda juu sasa, vitu vinazalika sasa. Naviona vinaumbika, naviona vinakuja juu, naviona vinatokea, naviona. Ndo hivyo. Hayo makaburi yanaachia, hayo makaburi yanaachia. Waliolala wanafufuka, vilivyolala vinasimama, vinaumbika kwa upya, vinakuja juu kwa upya. Vilivyokuwa vimezima vinainuka tena, vinainuka tena. Wanaingia katika huo mji, wanaingia Dodoma, wanaingia Tanzania, wanaingia East Africa, wanaingia Afrika, vinaingia duniani. Unakuwa wa tofauti, vinakuwa vya tofauti. Kwa damu ya Yesu. Historia mpya inaandikwa hapa. Watatuona kama tumechanganyikiwa, lakini tunajua tunachokifanya. Watatuona kama hatufai, lakini kwenye ulimwengu wa roho kuna kitu kinafanyika. Tunaona kama tunacheza. Hata wana wa Israeli walionekana kama wanacheza. Kuna watu waliwachungulia madirishani, wakaona wanapaka tu damu, wakawacheka sana. Lakini mauti zilipoanza kutokea, ndipo walipojua kwamba hawa watu walikuwa wanamaanisha. Kuna vitu vinaanza kutokea leo, siku ya leo. Nenda kaandike. Kuna vitu vinazaliwa hapa, kuna vitu vinazaliwa hapa kwa sababu ya damu ya Yesu. Kuna vitu vinaenda kutokea, vitaanza kutokea, vitaanza kutokea. Ujue kuna siku iliachilia damu ya Yesu. Hata Nuhu kueleweka, anajenga safina, wanamcheka. Anawaambia kuna gharika inakuja, wanamcheka kwa sababu walikuwa ni giant, walikuwa ni warefu sana, wakadhani hawatazama. Hata wewe watakucheka kwa sababu unajenga safina yako. Usiku wa leo unajenga safina yako. Mbao ya kwanza inawekwa, mbao ya pili inawekwa, inamalizika, unapaka lami, unaanza kuingiza vitu. Wewe jaza vitu kwenye hiyo safina. Safina ni moyo wako. Jaza vitu unavyovisemesha, jaza unavyotaka vitoke. Suni gharika itaanza kutokea. Lele. Utahamishwa sehemu ulipo. Nuhu hakubaki pale pale, alihamishwa. Gharika ilipokuja ilimhamisha Nuhu. Na wewe gharika inakupeleka viwango vingine. Wakati wengine wanakufa, Nuhu alikuwa anapelekwa viwango vingine. Wakati wengine watakuwa wanalalamika, maombi yako ya damu ya Yesu yatakuwa yanakupeleka kwenye hatua nyingine. Damu inakupeleka hatua nyingine leo. Lele. Sheterebediwa.
Sheterebia, ninaona makaburi ya magonjwa yanaachia kwenye familia kwa damu ya Yesu. Ninafunga huo mlango wa magonjwa kwenye hiyo nyumba, kwenye hiyo nyumba. Ninafunga huo mlango kwa damu ya Yesu. Ninafunga huo mlango wa utasa, mlango wa kukosa watoto. Ninaufunga kwa damu ya Yesu. Nafungulia mlango wa watoto. Ninafunga huo mlango wa hasara, mlango wa kutokuendelea, mlango wa kutapanya. Ninaufunga huo mlango. Nafungulia mlango wa kusave, mlango wa kuweza kusogea, mlango wa maendeleo. Ninafunga milango. Ninafunga milango ya madeni. Ninafunga milango ya madeni. Nafungulia milango ya baraka, milango ya kuweza kusave, milango ya kuweza kulipa hayo madeni kwa damu ya Yesu. Visivyokuwa viwezekaniki vinawezekanika. Nafungulia kwa damu ya Yesu. Malango sikia, watoto wako tayari kupita. Mungu akawaambia ikifika asubuhi, nyanyukeni, ondokeni kwenye hizo nyumba, anza kupiga hatua ya kwanza. Na mimi kwenye ulimwengu wa roho ninakunyanyua kutoka hapo chini. Simama kutoka hapo chini. Mlango umefunguliwa. Mungu anasema ikifika asubuhi, waambie watoto wangu watatoka na Farao hatawashika kwa mamlaka ya jina la Yesu. Malango yako yamefunguka. Nenda, anza kupiga hatua. Huo mlango umekuruhusu. Huo mlango umefunguka. Utatoka kwa kishindo. Utapita kwa kishindo. Hakuna farasi wa Farao atakaye kuzuia. Hakuna askari wa Farao atakaye kuzuia, kwa sababu tumeondoa kila nyoka kwenye huo mlango. Tumeondoa walinzi, tumewadhoofisha. Hofu imewaangukia. Pita kwenye huo mlango. Kanyaga kwenye hayo malango. Bwana amekuandalia nafasi. Bwana amekupa hiyo nafasi. Tembea kwa kishindo. Anza kumshukuru Mungu. Mwambie Baba, asante kwa mlango ambao umefunguka. Kwa damu yako sasa ninapita. Kwa damu yako sasa ninashinda. Kwa damu yako ninasogea. Kwa damu yako napata uzima. Kwa damu yako nashinda vita. Mshangilie Yesu, kwa sababu imekuwa. Baba, asante kwa damu yako. Roho Mtakatifu, asante kwa sababu malango yameachia. Tumemshinda kwa damu yako. Tumeshinda malango ya waovu kwa damu yako. Malango yako wazi sasa. Tutapita na tutasogea. Baba, mlango ambao umefunguka leo na mlango ambao umeufunga kwa watoto wako kwa damu yako, Baba, ninaweka muhuri juu ya huo mlango. Adui kwa namna yote asipate nafasi ya kuufungua tena. Ninaachilia nguvu ndani ya mtoto wako. Hii nguvu ikakae juu yake. Hii nguvu ikakae juu yake. Hii nguvu akawe nayo, atembe nayo. Akashinde dhambi yoyote itakayosimama. Akashinde kikwazo chochote kitakachosimama. Kwa damu ya Yesu Kristo. Asiogope vita yoyote itakayokuja. Asiogope vita yoyote itakayotokezea. Damu ikamnenee mema. Damu ikamnenee mema. Damu ikamnenee mema. Damu yako, damu yako. Baba, tutamshinda kwa damu yako. Tumeshinda kwa damu yako. Baba, asante. Roho Mtakatifu, asante kwa sababu imekuwa kwetu. Imekuwa kwenye maisha yetu. Asante kwa siku hii ya pili Baba ambayo tumeimaliza. Na kesho Mungu tunaomba Roho wako Mtakatifu akatusaidie tuweze kuendelea kwenye siku yetu ya tatu. Ni katika jina la mwana wako tunaomba na kushukuru.
Wote tuseme amen.